Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Ramadhan 9 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu hataki mchezo, agiza waliokopa fedha za ujenzi na kuzirudisha watajwe waadhibiwe, awataka mawaziri migogoro ya ardhi ishe Kiteto, viongozi wa vijiji kukiona. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Usafiri mwendo kasi Gongo la Mboto, posta waiva, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Tanzania Marekani waimarisha ushirikiano wa uwekezaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Trilioni 3.5 kuboresha reli ya Tazara, habari katika ukurasa wa 7. Kilomita 7 Kitonga kwa njia 4. Ulega agiza ujenzi uanze mara moja, pia zitawekwa taa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kardinali Pengo kuagwa leo, CCM yamwagia sifa, habari katika ukurasa wa 4. TRA yaja kivingine huduma kwa walipa kodi, habari katika ukurasa wa 3. Ujenzi daraja la Jangwani wafikia 40%, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Peramiho wapiga kura kumchagua mbunge, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo inamuonesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa ameshika ngao na mkuki wakati akicheza ngoma ya machifu wa kabila la Wangoni alipowasili katika uwanja wa ndege wa Songea mkoani Ruvuma jana. Makamu wa rais anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha tamasha la kumbukizi ya miaka 120 ya mashujaa wa vita ya Majimaji litakayofanyika leo katika viwanja vya makumbusho mjini Songea. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni masaji wa komaana haki kwa raia, awataka majaji mahakimu kutenda haki kwa wakati, uadilifu bila kusubiri maelekezo, asema ni dhamana inayohitaji nidhamu, wadau watie neno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, nukuu yake ikisema dhamana ya utoaji haki ni jukumu zito linalohitaji nidhamu, uaminifu na weledi wa hali ya juu. Mnapaswa kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya sheria, kuepuka upendeleo. Ajeruhiwa akisaka maji umbali wa kilomita 24, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Mlima Kitonga sasa kujengwa barabara 4, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili, ndugu ikisema barabara hii sasa itakuwa ya njia 4, 2 za kwenda 2 za kurudi badala ya njia 2 zinazotumika sasa, na tutafunga taa kote ili kuhakikisha muda wote barabara hii inapitika. Nimeagiza mchakato wa manunuzi uanze mara moja na ujenzi wa upanuzi wa kilomita 7 ufanyike mara moja. Hii ni nukuu ya Abdalla Ulega. Mikakati kukabiliana na uviko 19, mafua ya anza, wakati kukiwa na taarifa za ongezeko la ugonjwa wa uviko 19 na mafua makali ya influenza katika maeneo mbalimbali nchini. Hali ya tahadhari na utekelezaji. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5. Pengo atakavyoagwa da leo kuzikwa kesho, habari katika ukurasa wa 2. Mbunge Shingo asimulia kilichomkuta kwenye uchaguzi bungeni, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea
Kutokea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aelekeza Kitonga iwe njia 4 za barabara, pia kufungwa taa. Lengo ni kupunguza foleni, kuimarisha usalama. Waziri Ulega agiza manunuzi yaanze mara moja. Habari katika ukurasa wa 4. Mafanikio ya serikali ndani ya siku 100 yani kwa wazi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. CCM yatoa salamu za rambirambi kifo cha Pengo. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali yafafanua kuhusu meli iliyokamatwa El Salvador. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali imepokea taarifa za kukamatwa kwa meli yenye bendera ya Tanzania nchini El Salvador inayodaiwa kubeba dawa za kulevya tani 6.6. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Nchimbe mgeni rasmi kumbukizi ya vita Majimaji. Habari katika ukurasa wa 3. Tunduma waenda Temeke kuchota mbinu ukusanyaji mapato. Habari katika ukurasa wa 3. Rubio, Iran yatengeneza makombora ya kufikia Marekani. Habari katika ukurasa wa 19. SADC yavutiwa na mikakati ya nishati safi ya kupikia nchini. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Jicho letu sasa ni katika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika wateja wanavyolizwa na mawinga Kariakoo, kilio kikuu ni bidhaa feki na bei ghali zinazopangwa kwa siri. TRA yasema hawatambuliki kisheria, wachumi wapendekeza warasimishwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Nukuu ya Henry Kanzu, msemaji wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo JWK, ikisema mawinga mara nyingi hupanga bei ya mwisho kwa kuzingatia saikolojia ya mteja. Kwa mfano, chaja yenye ubora wa juu inauzwa 8,500, inaweza kuuzwa na winga kati ya 15,000 hadi 70,000 iwapo mteja yuko tayari kulipa zaidi kwa ubora unaodhaniwa. Watangaza mwezi maalum kuombeleza kilichojiri Oktoba 29. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha inamuonesha Dorothy Sem. Gazeti hili pia limeandika mawakala wa forodha, marufuku ya serikali yapigwa chenga, wageni wasajiliwa. Hii ni ripoti maalum. Habari katika ukurasa wa 3. Msajili vyama vya siasa ingilia kati sokomoko CUF. Habari katika ukurasa wa 19. Ripoti maalum namna watoto maelfu wanavokacha shule. Habari katika ukurasa wa 5. Video ya wanafunzi wakigusishwa mbwa ya zua balaa Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Sasa tulitazame gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sekta ya uchukuzi hapa. Mwaka 2024-2025 ATCL ilisafirisha abiria 1,178,025. Ajira 200,000 zilizalishwa kupitia mradi wa SGR. Mapato ya forodha yameongezeka kufikia trilioni 8.2. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Moto wa Mwigulu haupoi, ashusha maagizo 8 kwa maarasi DC Deda. Habari katika ukurasa wa 2. Kardinali Pengo kuagwa leo. Migira wawasilisha rambirambi za CCM. Waziri Ulega barabara ya Kitonga kujengwa njia 4. Habari katika ukurasa wa 3. TRA yazindua magari maalum kuboresha huduma za kodi. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Dr. Nchimbi kuongoza maelfu tamasha la kumbukizi ya mashujaa vita ya Majimaji. Habari katika ukurasa wa 2. Waziri mkuu agiza mkandarasi asakwe alipe milioni 1 ya mamalisho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Tutazame sasa gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni SADC yavutiwa na mikakati ya Tanzania katika ajenda ya nishati safi ya kupikia. Naibu Waziri Makamba asema lengo ni kufikia 80% ya matumizi yake ifikapo 2034. Asisitiza serikali imeweka mkazo kwa taasisi zinazohudumia zaidi ya watu 100 wakizifungia mifumo ya nishati hiyo. Habari katika ukurasa wa 3. Kitonga kuwa njia 4. Lengo ni kupunguza foleni, usalama. Ni maelekezo ya Rais Samia. Waziri Ulega agiza manunuzi yaanze mara moja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Serikali yasisitiza uwekezaji miundombinu usalama wa kidijitali. Habari katika ukurasa wa 4. Waajiri sekta binafsi waipongeza serikali kuanzisha mfumo wa taifa wa kielektroniki wa taarifa za soko la ajira. Habari katika ukurasa wa 4. Mheshimiwa Ndejembe aitaka Pura kujengea uwezo wa Tanzania kushiriki mradi wa LNG. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari.
Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika Hemedi, fedha za mfuko wa jimbo zichochee maendeleo. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali itaendelea kusimamia maadili ya viongozi, Dr. Harun. Habari katika ukurasa wa tatu. TRA yazindua ofisi zinazotembea kusogeza huduma karibu na wananchi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ujenzi nyumba Kikwajuni kuanza rasmi. Habari katika ukurasa wa pili. Wanahabari 129 wauawa mwaka 2025, wengi Gaza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika hapo vipi, namba za mbeba Depu amfunika hadi soa, Yakub mambo ya mtibukia, dabi yatabiriwa mapema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Februari 25 matokeo, Dodoma Jiji akalazimisha sare dhidi ya Simba Sports Club, wakati Yanga Sports Club wakipata ushindi wa goli 5-0 dhidi ya JKT Tanzania. Hizi ni mechi kabla ya dabi ya Kariakoo. Machi mosi, Yanga dhidi ya Simba, Amani Complex Zanzibar. 1975 ni mwaka ambao Simba na Yanga zilikutana Zanzibar katika mechi ya michuano ya Kagame. Gazeti hili limeandika msimamo wa ligi toka mwaka 1965. Jeska kama CR7 kwa kutupia. Habari katika kurasa za ndani. Barnaba ahamia kwa Abigail. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Nyota waziri miaka 35 ya dansi uigizaji hadi kimataifa. Habari katika ukurasa wa 14. Hii ni makala ya Rising Women. EPL leo Ijumaa ni Wolverhampton dhidi ya Aston Villa saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbili. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo ukurasa wake nyuma limeandika makocha Yanga Simba wakamiana, Julio ahidi kuipeleka Mashujaa kimataifa. Habari katika ukurasa za ndani. TRA United yaisulubu Fountain Gate. Habari katika ukurasa za ndani. Kikala funguka Kombolela kushinda kombe la Ramadhani. Habari katika ukurasa wa 21. Zanzibar wachekelea mechi ya Simba Yanga. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo. Gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Pedro anika siri nzito kipigo walichowapa JKT, awataka wachezaji wake kutobweteka kuelekea mchezo wa dabi. Beka tusahau ya Dodoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Ibenge aikomalia michezo ugenini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo na burudani, lenye limeandika Yanga fall mzuka. Habari katika ukurasa wa 23. Kocha Simba shusha pressure. Habari katika ukurasa wa 23. Bondia Ibrahim Class aduma ujumbe kwa Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Serikali yataja fursa AFCON 2027. Habari katika ukurasa wa 23. Bakari Shime matumaini kibao wa AFCON. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 21. Vinicius Junior aibeba Madrid. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Bingwa IBO Afrika amtaka kiduku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti Uhuru linakamilisha udukuzi wa magazeti hapa Toka Zamani TV.